Ndugu wanahabari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikiwa mwenyekiti wa halmashauri kuu ya taifa ya BAKWATA na msemaji wa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, tumewaita leo ili kuwapa taarifa ifuatayo. Leo Jumatatu tarehe 1 Mei mwaka 2023, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania amefanya uteuzi wa mwenyekiti mpya wa tume ya maboresho ya BAKWATA taifa. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mwana amemteua kamishna wa polisi mstaafu Alhaj Suleiman Kova kuwa mwenyekiti mpya wa tume ya maboresho BAKWATA taifa. Uteuzi huu unafuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa mwenyekiti wa tume, mjumbe wa baraza la ulama Sheikh Isa Othman Isa na wajumbe wanne. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ameridhia kujiuzulu kwao na amewashukuru kwa namna walivyojitolea katika kutekeleza majukumu yao toka walipoteuliwa hadi sasa wakati wanajiuzulu. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania atawateua wajumbe wa kuchukua nafasi za wale waliojiuzulu hivi karibuni. Haya yanayoendelea ndani ya BAKWATA ni katika kuifanyia kazi kauli mbiu ya Mheshimiwa Mufti: jitambue, badilika, acha mazoea. Ukifanyia kazi kauli mbiu hii, maana yake unatekeleza kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine iliyo bora zaidi, na hayo ndiyo maboresho. Kwa nini unahitajika kufanya hivyo? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hayabadilishi yaliyo kwa watu mpaka wale watu watakapoyabadilisha yaliyo katika nafsi zao, kwa maana kwamba watakapotaka mabadiliko, marekebisho, maboresho, na Mungu anawapa taufiki ya kuweza kuyafanya yale wanayoyataka. Kwa maboresho ni jambo endelevu kwa mwanadamu. Mwanadamu kila siku anatakiwa afikirie namna ya kufanya maboresho katika maeneo mbalimbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya yote yaliyojitokeza siku ya leo. Leo tarehe 1 mwezi wa 5 2023 niliitwa ghafla na Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania Abubakar Zuberi, na nilifika BAKWATA hapa makao makuu, na pia nikamkuta akiwa na viongozi wengi wa juu wa BAKWATA. Nilipofika hapo, Mufti alinijulisha mbele ya viongozi hao kwamba nimeteuliwa au ameniteua kuwa mwenyekiti wa tume ya maboresho BAKWATA taifa. Baada ya kuelewa sasa madhumuni ya uteuzi huo, basi niliridhia, na baada ya kuridhia nikawa nimekubali kwamba kuchukua nafasi hiyo, pamoja kama najua kabisa ni kazi ambayo ina changamoto nyingi. Sasa kwa ufupi ni kwamba
nitafanya kazi hiyo, lakini pia naahidi kuitumikia nafasi hiyo kwa uaminifu sana, kwa bidii na weledi. Na pia najua kabisa kwamba kazi ya maboresho inawagusa watu wengi sana. Kwa hiyo nitafanya kazi hiyo kwa uaminifu hali ya juu, na pia nitakaribisha maoni ya watu wengine Waislamu na hata watu wengine, ili kuhakikisha kwamba kuna maboresho BAKWATA, na pia ili tuweze kupata ufanisi katika utendaji wa BAKWATA kwa jumla. Nimekubali dhamana hii kwa sababu swala la maboresho ni swala ambalo linatakiwa kuwepo katika taasisi yoyote, iwe ya kiserikali, iwe ni taasisi binafsi na kadhalika. Swala la maboresho haliepukiki. Kwa hiyo BAKWATA haiwezi kuepuka maboresho, na ndio maana kwa sababu na uzoefu huo wa maboresho nikaona ni kazi ambayo naimudu tu, kwa sababu uzoefu nao nimefanya kazi hiyo katika jeshi la polisi kufanya maboresho, na mpaka sasa hivi jeshi la polisi linaendeleza vizuri sana maboresho, na utendaji unaonekana ni mzuri, na hali ya nchi ina amani. Maana lengo ni kuleta amani katika nchi. Nchi ina amani kwa sababu ya maboresho. Sasa na BAKWATA nako yanatakiwa maendeleo, yanatakiwa uelewa kwa wananchi, wao Waislamu wajue dhima yao, wajue wajibu wao, na maboresho mengi ambayo yatajitokeza. Kwa hiyo ni lazima hayo maboresho ni kitu ambacho huwezi kukiepuka. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba nitajitahidi kufanya kazi kwa bidii, nitatumia uzoefu wangu, na pia naamini kwamba kama kuna Muislamu mwingine yoyote au mtu mwingine yoyote anafikiria kwamba ana maoni, yani tutapokea maoni kuhusu swala la maboresho kwa BAKWATA, sisi tutakuwa hiyo tume yetu itakuwa tayari kuyapokea.